ni meneja wa boli. Ndivyo wekundu wa Msimbazi Simba walivyomtambulisha leo hii kocha Dimitar Pantev, raia wa Bulgaria, kama meneja wa timu hiyo, ilhali kilichokuwa kikitarajiwa ni kuona akitambulishwa kama kocha mkuu toa mikobe iliyoachwa wazi na raia wa Afrika Kusini Fadlu Davids, ambaye hivi sasa yupo katika klabu mpya anayoitumikia kwa sasa ya Raja Casablanca ya kule nchini Morocco. Kocha huyo inaelezwa kwamba ana leseni ya UEFA A, na kwa sababu hiyo anakosa vigezo vya kusimama kama kocha mkuu kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, kwa kuwa tu huko vigezo vyao ni pamoja na kuwa ama na leseni za CAF A au CAF Pro license, na kama si kutoka katika mashirikisho ya ndani ya CAF, basi anapaswa kuwa na walau na UEFA Pro license. Pamoja na hilo la masuala ya kutambulishwa kama meneja, kuibua mjadala mkubwa hivi sasa juu ya sifa za Dimitar Pantev kwa vigezo vya CAF katika kuisimamia Simba ambayo inashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Kocha huyo amekuwa na wasifu mzuri kwa alikotoka. Simba kumpata Dimitar Pantev, kama atatekeleza majukumu kama kocha mkuu, yapo mambo kadhaa ambayo yataiwezesha timu hiyo kunufaika naye. Anatoka katika klabu ya Gaborone United ambayo hivi karibuni ilikumbana na Simba katika raundi ya awali ya kufuzu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo kwa ujumla Simba ikashinda mabao 2-1, lakini kiwango cha juu kilichoonyeshwa na Gaborone United katika mechi zote mbili, ambapo kwa kiasi kikubwa wao ndo walitawala mpira ingawa walitolewa, pengine kwa kiasi fulani kimechangia uamuzi huu wa wekundu wa Msimbazi Simba kumtoa Dimitar Pantev. Umri miaka 48. Yeye Dimitar Pantev, mfumo wake mama mara nyingi kwenye kucheza huwa ni baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 3, washambuliaji 3, lakini hunyumbulika pia kucheza baada ya golikipa 4-2-3-1, kwa maana walinzi 4, viungo wawili wa ukabaji, viungo 3 washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, mfumo ambao mara nyingi hutumiwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini vile vile kulingana na mwenendo wa mechi, kikosi chake hunyumbulika pia kucheza 4-4-2, kwa maana baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 4, washambuliaji 2. Dimitar Pantev ametoka katika klabu ya Gaborone United ambayo msimu uliomalizika 2024-25 isaidia kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Botswana. Lakini msimu mmoja nyuma yake, kwa maana ya msimu wa 2023-2024, Bulgaria huyu alisaidia klabu ya Victoria United kutoa ubingwa wake wa kwanza tangu kuanzishwa kwake katika ligi kuu ya Kameruni. Sasa kwa lugha nyingine ni kwamba misimu miwili mfululizo iliyopita yeye alimaliza kama bingwa katika ligi kuu ya Kameruni, halafu ligi kuu ya Botswana. Kutoa kwake kwa wekundu wa Msimbazi Simba kunaleta faraja kwamba kwanza juu ya mfumo wa kucheza, kwa sababu yeye hupenda kumiliki zaidi mpira, kucheza zaidi katika eneo la mwisho, ana ujasiri bila kujali anacheza na timu ipi ya daraja lipi, yeye hupenda kumiliki zaidi mpira. Simba kumtoa kwao huyu Dimitar Pantev, maana yake wanajipa uhakika kwamba wanaendeleza ile falsafa yao ya kuwa katika kila mchezo wao ndio dominant, wao ndio wanaomiliki zaidi mpira. Lakini jambo la pili, anawapa matumaini kwamba huenda wanaenda kutoa ubingwa sasa, kwa sababu kocha huyu misimu miwili mfululizo ametoa ubingwa katika ligi kuu tofauti, ligi kuu ya Kameruni, ligi kuu ya Botswana, na sasa msimu wa 2025-26 anaweza kuendeleza hilo kwa kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, na hivyo kuwapa furaha wekundu wa Msimbazi Simba ambao wamelimisi taji hilo kwa misimu 4 mfululizo. Dimitar Pantev kuiwezesha Victoria United kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Kameruni kama nilivyotoka kueleza awali, ndio mara ya kwanza. Walikuwa wamepanda msimu huo wa 2023-24, alafu msimu huo akawapa ubingwa. Akaondoka akaenda kwa klabu ya Orapa ya kule katika ligi kuu ya Botswana, na kisha kwenda kujiunga na Gaborone United. Ile Victoria United aliyoiacha msimu uliomalizika 2024-2025 ikiwa na wachezaji wengi wale ambao waliwatumia yeye kuwawezesha kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Kameruni, wamemaliza nafasi ya 6, tena wakiwa ndio timu ya pili kuruhusu mabao mengi katika ligi kuu ya Kameruni, kwa sababu msimu uliomalizika timu iliongoza kuruhusu mabao mengi, ili ruhusu mabao 52. Wao mpaka wanamaliza katika msimu huu wa 2024-25 pointi walimaliza na pointi 42
katika mechi 30. Yani badala kupata maximum point 90 wakapata point 42. Lakini mabao walifunga 46 wakiruhusu mabao 49 na kuwa kama ilivyotoka kueleza timu ya pili kuruhusu mabao mengi. Ni timu ambayo iliporomoka sana kutoka kuwa bingwa hadi kumaliza katika nafasi ya 6. Sasa maana yake ni kwamba alileta kitu kipya kwa klabu ya Victoria United, klabu changa ilikuwa imetoka kupanda daraja baada ya kuteremka mwaka 2004. Ilipopanda 2023-24 chini yake ikatoa ubingwa moja kwa moja. Lakini alipoenda Gaborone United nayo ilikuwa haijatoa ubingwa tangu msimu wa 2022. Lakini 24-25 akawezesha kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Gaborone. Kwa hiyo yeye ni mshindani haswa. Matarajio ni kwamba akiwa Wekundu wa Msimbazi Simba yenye wachezaji bora sana kulinganisha na alikotoka kama Gaborone United, kama Victoria United, ni kwamba Simba wanaamini bila shaka akipewa sapoti ya kutosha ana uwezo wa kuwapatia mataji. Kuna mambo mengi chanya, lakini kubwa zaidi ni matarajio kwamba Simba itaendeleza moto wake wa kumiliki zaidi mpira, lakini pia kupigania mataji. Hayo ni miongoni mwa mambo chanya ambayo nayatarajia, na ukizingatia kwamba Simba ndio kwanza iko katika raundi ya pili katika ligi kuu Tanzania bara na tayari ipo kileleni. Ili ifunga Fountain Gate mabao 3-0, lakini kaifunga Namungo mabao 3-0. Ushindi wa 100% katika ligi kuu, lakini kwenye ligi ya mabingwa ipo katika nafasi nzuri ya kwenda katika hatua ya makundi kwa sababu wanakwenda kucheza dhidi ya mabingwa ya Eswatini, Nsingizini Hotspur, ambapo mshindi wa mechi zote mbili kuanzia mechi ya kwanza ya Oktoba 17, 18, 19 siku moja wapo na kisha kurudiana wiki moja baadaye, mshindi wa jumla ndiye atakayekwenda hatua ya makundi. Lakini pamoja na mazuri mengi yanayotarajiwa kutoka kwa Dimitar Pantev ambaye humiliki sana mpira, hucheza soka sambusa, soka biriani, halafu akipata mataji, zipo changamoto ambazo bila shaka hizi ni muhimu kwake kuzingatia ili ajihakikishie maisha marefu ndani ya Wekundu wa Msimbazi Simba na kuwapa furaha. Miongoni mwa mambo hayo kwa kocha Dimitar Pantev, la kwanza kuliko yote ni kuhakikisha anawapatia mataji, kwa sababu hili ni jambo la kwanza. Simba katika ligi kuu Tanzania bara kama tulivyotoka kueleza wana misimu 4 mfululizo hajalitoa taji, na cha kuwakera zaidi watani wa jadi Yanga ndio wametoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara mara 4 mfululizo. Lakini sio hilo tu, kombe la shirikisho la benki ya CRDB hawajalitoa mara misimu 4 mfululizo, na kwa mara nyingine limeangukia kwa watani wa jadi Yanga. Sasa yeye hakuna atakachopenda kumsikiliza isipokuwa kuona wakirejesha makali yao kwa kutoa mataji. Ndio msimu uliomalizika walimaliza nafasi ya pili. Kwa lugha nyingine, msimu huu nafasi ya pili inaweza si wape furaha kwa sababu ndio waliomaliza msimu uliomalizika, wao watahitaji zaidi ubingwa. Lakini jambo la pili, kuendeleza sex football, soka la kuvutia. Hili bila shaka yeye anatambua na ni miongoni mwa kete zilizomwezesha kupata nafasi katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambayo makocha wengi wenye majina makubwa wamekuwa wakifukuzia nafasi ya kuwa makocha ndani ya hawa Wekundu wa Msimbazi, klabu namba 5 kwa ubora barani Afrika. Yeye amepata moja wapo ya kigezo itakuwa ni uwezo wake kucheza soka la kuvutia ambao ni falsafa ya Simba, lakini wakati huo apate matokeo chanya. Jambo la tatu ambalo hili ni la msingi ni katika ligi ya mabingwa barani Afrika, CAF Champions League. Simba kuanzia msimu wa 2018-19 kwenye michuano ya ligi ya mabingwa nafasi ya chini kabisa huishia ni robo finali, na hawajavuka kutokea hapo. Hawajawahi kwenda chini ya hapo, hawajawahi kuvuka kuanzia 2018-19 mpaka hapa tunapozungumza, mara zote ambapo Simba iliwakilisha nchi katika ligi ya mabingwa barani Afrika huishia hatua ya robo finali. Sasa watatamani kuona kwa uchache akifikia hiyo hatua ya robo finali ambayo kwao itakuwa sio mafanikio kwa sababu ndio huishia, lakini watafurahi zaidi kuona akienda mbele zaidi, nusu finali, finali na akiweza ubingwa, lakini sio kinyume chake. Lakini changamoto nyingine ambayo anapaswa kuifanyia kazi ni ubabe katika mechi za dabi dhidi ya watani wa jadi Yanga. Simba wamekuwa wanyonge kwa mechi 6 mfululizo wakifungwa na watani wa jadi Yanga. Sasa watatamani kuona kwenye hizi dabi za Kariakoo dhidi ya watani wa jadi Yanga wakisitisha kutambiwa kila mara. Mechi 6 za michuano mbalimbali wameruhusu mabao 12, wao wamefunga mabao 2 tu, wakipoteza mechi zote 6. Mtangulizi wake Fadu Davids mechi 4 zote kafungwa. Yeye watatamani kuona akipindua meza kwa kuhakikisha anawaletea furaha katika mechi za dabi. Hili ni jambo muhimu sana. Lakini jambo la 5 muhimu sana
ni kwake yeye kudumisha amani, upendo na ushirikiano miongoni mwa wachezaji ili mwisho wa siku kuwezesha falsafa zake, mipango yake kufanikiwa. Maana vinginevyo anatoa Simba ikiwa na uelewano mzuri miongoni mwa wachezaji, walau kwa taarifa za nje hazionyeshi kwamba kuna shida. Fadu Davis na makocha wengine walifanya timu kuendelea kuwa na umoja, wachezaji wakishirikiana ingawa wanatoka katika maeneo tofauti wako pamoja, na kwa sababu hiyo hili akiliendeleza na kwa rahisi kwake kufanikiwa. Tunazungumzia hapa team spirit iendelee kuwa juu ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini jambo lingine anapaswa kulizingatia sana, la sita, ni kwamba alikotoka Lingawa alitoa ubingwa. Kwa mfano katika ligi kuu ya Kamerun alitoa ubingwa, performance yake ilikuwa ya chini, ambayo katika ligi kuu Tanzania bara anaweza akirejea kile alichokifanya Kamerun, akirejea alichokifanya kule nchini Botswana na klabu ya Gaborone United, anaweza asitoa ubingwa katika ligi kuu Tanzania bara. Iko hivi, katika ligi kuu ya Kamerun wakati akitoa ubingwa kule kulikuwa na hatua mbili. Ya kwanza ni ile main ambapo timu ziligawanyika katika makundi mawili 8-8, ambapo timu 4 za juu katika kila kundi zinakwenda kucheza playoff yenye kuhusisha timu 8, zinachezwa mechi moja moja, kwa lugha nyingine mechi 7, halafu anayeongoza ndiye anatoa ubingwa. Victoria United katika makundi walikuwa kwenye kundi mojawapo, walimaliza nafasi ya 3. Timu zilikuwa 9 kwenye kundi lake la B. Katika katika timu 9 maana mechi zinakuwa 16 nyumbani na ugenini. Kwenye mechi 16 matarajio ni kupata pointi 48. Wao walimaliza na pointi 24 kati ya 48, ambao ni ufanisi wa 50%. Yes, wakavuka kwenda katika playoff kwa sababu walimaliza nafasi ya 3, wakawa miongoni mwa timu 4 kwenye kundi lao. Kwenye timu 8 playoff wao wakatoa ubingwa kwa sababu kwenye mechi 7 ambazo matarajio ni kupata pointi 21, wao walimaliza na pointi 13 kati ya 21. Sawa, ukizidisha kwa 100 anapata ufanisi hapa. Performance ya around 62%, wakawa mabingwa wa ligi kuu ya Kamerun. Lakini katika ligi kuu ya Botswana msimu uliomalizika 24-25 walimaliza wakiwa na pointi 66 kati ya pointi 90, kwa sababu kuna timu 16, mechi ni 30 za msimu. Maana yake hapo kuzidisha kwa 100 ufanisi ni around 73%, akawa bingwa katika ligi kuu ya Botswana. Lakini kwa ufanisi huu kwenye ligi kuu Tanzania bara kwa misimu hii iliyo ya karibuni, huu bingwa kwa mfano msimu uliomalizika 24-25 Simba alimaliza ligi kuu Tanzania bara wakiwa na pointi 78 sawa na ufanisi wa 87%, bado hawakuwa bingwa kwa sababu tani zao jadi Yanga walimaliza na pointi 82, performance ya 91%. Msimu wa nyuma yake 23-24 Simba walimaliza na pointi 69 sawa na ufanisi wa 77%, lakini walimaliza nafasi ya 3 kwa sababu bingwa alimaliza na pointi 80. Lakini vivyo hivyo hata msimu wa 2022-23 bingwa walikuwa ni watani zao jadi Yanga ambao walimaliza na pointi 78, ufanisi wa 87%, wakawa mabingwa. Simba walimaliza na pointi 73, hawakutoa ubingwa hata kidogo. Msimu wa 2021-22 bingwa alikuwa Yanga tena, walimaliza na pointi 74, ufanisi ukiwa ni wa 82%. Sasa katika trend hii, katika misimu hii 4 mfululizo Yanga kutoa ubingwa, maana yake kwa performance aliyoonyesha Botswana ya 73%, performance aliyoonyesha Cameroon ya 62% katika playoff, alafu 50% katika main ile ya makundi mawili kuelekea playoff, akirejea hivyo ajue hawezi kuwa bingwa lazima apandishe kiwango, pointi apate walau kuanzia 80 kwenda juu. Kwa sababu hiyo kila mechi lazima akomalie kuhakikisha anapata matokeo yaliyo bora, kwa sababu vinginevyo mwisho wa msimu kwa hiki kilichoonekana katika misimu 4 mfululizo inaweza ikawa ngumu kwake kuwapa furaha wekundu wa Msimbazi Simba ambao wamempatia tiketi hii ya kuwaongoza, wakiamini anakwenda kupindua meza kibabe, kwa sababu Simba ya msimu huu imeimarishwa zaidi, ina wachezaji bora katika maeneo mengi. Yeye alikuwa anatumia wachezaji wa kawaida sana, alafu anafanya vizuri Gaborone United. Kwa sababu hiyo ndani ya Simba akiwa na nyota wengi, kuanzia golini golikipa Musa Kamara mpaka kwenye washambuliaji Jonathan Soa, lakini kule kwenye ushambuliaji kuna Steven Dese Mukwala, kuna Selemani Mwalimu, ni wachezaji wenye kiwango bora sana. Maeneo ya ulinzi wapo kina Rushain Derog, Shamu Karabu, Abdurazak Hamza, Shomari Kapombe, lakini kuna Anthony Mligo. Eneo la kati wapo kina Yusuf Kagoma, Alassane Maudo Kante. Viungo wa ushambuliaji Eli Mpanzu Kibisawala, Kibu Dennis Prosper, Joshua Budo Mutale, Jasha Ahua.
Kwenye viungo pia wapo kina Charles Semfuko, ana wachezaji wengi wazuri ambao wana Simba wanataraji kuona. Hakuna lugha nyingine isipokuwa kuwapatia mataji. Hili ni jambo la msingi sana. Lakini wakati huo tukiangalia performance kama ni kitu cha kuangalia kinaweza kikamponza au kumuinua, ni muhimu vile vile akakumbuka lile soka lake biriani, soka sambusa, soka la kuvutia. Ni muhimu sana, Simba wanalipenda, lakini ni lazima sharti liendane na matokeo. Akipiga soka biriani kama alivyokuwa akifanya Gaborone United ni vizuri sana, lakini asipopata matokeo, hao wanaoshangilia soka biriani, soka sambusa, soka zuri, akiwa hapati mafanikio hasa kwenye ligi ya mabingwa kwa mfano, hao watamchenjia kwa sababu wanataka wapige hatua zaidi. Akumbuke akiwa na Gaborone United ametolewa na Simba sio kwa sababu nyingine. Kwenye umiliki wa mpira kwa mfano katika mechi kwa Mkapa jijini Dar es Salaam mpaka mapumziko, Gaborone United walikuwa wanamiliki mpira kwa 58%, Simba 42%. Ni rekodi nadra sana kwa kuna Msimbazi Simba kucheza dhidi ya timu ambayo kwa viwango vya ubora wapo chini yao, halafu wamiliki zaidi mpira tena kwa Mkapa ambako slogan yao, kauli mbiu yao huwa hatoki mtu. Lakini Gaborone United kwa ushujaa mkubwa walimiliki zaidi mpira, lakini sio kumiliki tu. Mpaka mapumziko Gaborone United walikuwa wamepiga mashuti 6 matatu on target, Simba ikiwa imepiga mashuti 2 tu ambayo yote on target, moja la mkwaju wa penalty lilikuwa wavuni na Jasha Ahua. Hata mwisho wa mchezo ni wao Gaborone United walimiliki mpira zaidi ya 50%, walipiga mashuti mengi, lakini mechi kaisha kwa sare ya 1-1. Matokeo walioyahitaji Simba chini ya kocha wa muda Hemed Suleiman Moroko, wao wakasifiwa kwa soka safi, soka la kuvutia, soka sambusa, soka biriani, lakini wametolewa. Simba wakasonga mbele kikubwa kwa kuhakikisha katika mechi pale pa kupoteza muda ili kupata matokeo wanayohitaji, walifanya hivyo. Akiwamo golikipa Musa Kamara alikuwa akijiangusha mara kadhaa pale walipohitaji kucheza sideway passes zisienda mbele bali kumaliza muda, walifanya hivyo kuhakikisha wanawazima makali Gaborone United waliokuwa wazuri sana katika kumiliki mpira ili mipira isiwafikie wachezaji wao hatari kwenye kufunga, akiwamo Tata Yaone, Kaga Manyane, akiwamo Mpo Kagaswane. Mwisho wa siku pamoja na sifa zote za kucheza mpira mzuri, walingolewa na Simba iliyocheza kikubwa. Sasa akienda kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika atambue pale watakapowatoa Nsingizini Hotspur kwa mfano ya Eswatini, kama matokeo yatakuwa kama yanavyoonyesha kwenye makaratasi, kwa sababu Simba ni wakubwa sana kulinganisha na wapinzani wao hao mabingwa wa Eswatini, ni kwamba kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba endapo timu zote zile kwenye viwango vya ubora zilizo juu nazo zitafuzu hatua ya makundi, Simba matarajio ni kwamba wakifuzu watakuwa poti 2. Poti 1 kutakuwa na Al Ahly, kutakuwa na Mamelodi, kutakuwa na RS Berkane, kutakuwa na Esperance de Tunis. Hiyo poti 2 watakuwa Simba, Al Hilal Omdurman, Yanga, Pyramids, endapo nazo zitafuzu hatua ya makundi. Za poti 3 ambazo ndizo natazamiwa kuwa nazo kwenye kundi moja, za poti 2 hawezi kukutana nazo kwenye hatua ya makundi, lakini za poti 3, poti 1 na poti 4 lazima watatu kati yao watakuwa na Simba kwenye kundi moja. Poti 3 endapo nazo zitafuzu zitakuwa ni Orlando Pirates ya Afrika Kusini, Petro Atletico ya Angola, FAR Rabat ya Morocco, lakini pia MC Alger ya Algeria. Hizo nazo endapo zitafuzu. Ukiangalia nature ya timu hizi, poti 4 miongoni mwao ipo JS Kabylie endapo itafuzu na timu nyingine ambazo zitakuja kujulikana. Sasa hizi zote hizi kwenye ligi ya mabingwa huwa zinacheza kimbinu sana, kimkakati sana. Kumiliki mpira kwao wala sio swala kubwa. Wao wanachotaka ni matokeo. Wakubwa hao Esperance de Tunis, Al Ahly, RS Berkane, Simba ni wazoefu wacheza nao sana. Wao kumiliki sana mpira sio ishu kubwa kwao. Wala kupiga mashuti mengi ili kukosa, wala pasi nyingi, la hasha. Wanachotaka ni kupata matokeo chanya. Sasa Dimitar Pantev pamoja na soka lake zuri ajue Simba kwa level iliyofikia sasa, pasi nyingi, kumiliki sana mpira, soka sambusa, wala hakitakuwa kigezo chao namba 1 endapo timu haitafuzu. Afanya wezavyo kuhakikisha anacheza mpira wa malengo. Kama kumiliki sana mpira, kupiga pasi nyingi kutamwezesha kushinda na kusonga mbele, safi. Lakini kinyume chake anapaswa kufanya wezavyo, acheze mpira wa malengo ili wana Simba wafurahi kwa kwenda mbali zaidi, na ikibidi kuvuka hatua robo finali ambao wamekuwa kiishia tangu msimu wa 2018-19 katika michuano ya ligi ya mabingwa. Msimu uliopita kombe la shirikisho walifika finali. Kwa hiyo kwenye umiliki wake wa mpira ajue lazima a balance.